ya leo. My brother is a business. Wagwan. Niko fresh. Aje mzee? Bana fresh brother. Uko poa kabisa? Yeah, God is great. Tuko fresh. Shukuru Mungu. Bana happy birthday brother. Shukuru sana kaka. Hivi siku kama hii ya leo, kitu gani ambacho wewe uwaga unafanya? Kidogo unajua mwaka huu imekuwa ngumu kidogo kwa sababu msiba. Nimefiwa na dadangu kabisa, mtoto wa shangazi yangu. Sasa ni ndugu yangu wa karibu sana. Najua na kifo chake kimekuwa cha ghafla sana, kwa hiyo imenidisturb kidogo. Kuna muda na unajua unakuwa kama huamini kabisa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anayepanga, na anasema kazi ya Mungu haina makosa kabisa. Kwa hiyo kwa mwaka huu nimechill tu, au sio? Ni kuchill tu na family na kumshukuru Mungu, unajua, kwa kukufikisha tena kuona umri mwingine tena. Au vipi? Yeah. Challenges zipo, ups and downs kibao nini, lakini tunaendelea kukomaa. Kitu kikubwa watu wanasemaga siku zote ni uzima. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima. Lakini nakumbuka time kama hizi mara nyingi mimi ndo naamwaga natoa zawadi kwa watu wangu, au sio? Mara nyingi watu na release ngoma, nafikiri watu wengi wanajua inaitwa Mr. Christmas. Yeah. Na imekuwa sasa sio wimbo tu, imekuwa ni project, kwa sababu huwa nashirikiana pia na wasanii wenzangu tofauti, wawe wanaoimba, wawe wanaorap, wawe wana kila aina ya muziki, tukiona ana deserve, kwa sababu inakuwa ni kama zawadi yangu kwenda kwa watu ambao wamekuwa wakitusupport na kusupport muziki wa Bongo Flava kwa ujumla. Kwa safari hii haitawezekana tena, na kwa sababu ya hii issue kubwa ambayo iko mbele yangu, nafikiri mpaka mwakani huko ndo tutajaliwa uzima, mwaka ukishapinduka ndo tunaweza tukanajua kitu gani kitafuata, kwa sababu mwenyewe binafsi nimekuwa kimya kidogo. Mambo yalikuwa kwa mengi, kwa tunajipanga au sio, kwa vitu kwa ajili ya mwakani, lakini kwa mwaka huu mimi nitatumia kwa ajili ya kushukuru na family, lakini niko kwenye mambo lezo, yeah, vitu kama hivyo. Pole sana brother. Kuna story kwamba bwana hizo business ni kama ameachana na music. Zina ukweli kiasi gani? Hizo ni story tu. Unajua kila mtu akikasi anatunga kitu. Mimi muziki ni kitu ambacho nauheshimu. Yaani kitu ambacho naheshimu sana muziki, nje ya kunipa hivyo vitu vinavyoonekana kama ni mafanikio, lakini umenifanyia vitu vingi sana kwenye maisha yangu. Ni kitu ambacho Mungu alibariki ndani yangu. Tumeona kuna progress tangu tulipoanza mpaka hapa tulipofika. Kwa hiyo siwezi kuacha. Ila unajua sometimes kuna upande wa pili, lazima uwe unajua plan A ni nini kwenye maisha yako, plan B ni nini, plan C ni nini. Na unaangalia majukumu yanaongezeka au vipi bwana, umri unasogea. Kwa lazima uangalie kwamba kuna vitu gani unaweka sawa na muziki, kwa sababu foundation yake tayari iko vizuri. Tunajaribu kuangalia upande mwingine pia. Kwa unajikuta unajipa muda kidogo. Lakini what I can promise ni kwamba mwakani mambo yatakuwa mazuri, watu tu wakae tayari, basi vitu vitakuwa vinaporomoka kama mvua.